Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema ni miongoni mwa vyama vya kisiasa hapa nchini Tanzania vilivyojengeka kidemokrasia. Vyama hivi pia vina mabaraza ya wanawake ndani yake. Kama chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kina baraza la wanawake ndani ya chama hicho. Siku ya kesho itakuwa ni siku ya maadhimisho au kilele cha maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, na chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema majuma kadhaa yaliyopita walitangaza wazi kwamba kwa mwaka 2026 maadhimisho haya yatafanyika huko mkoani Mara. Hivyo wanawake wote kutoka ndani ya chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema watajumuika huko mkoani Mara siku ya kesho kwa ajili ya kuadhimisha siku hiyo ya wanawake duniani. Ifahamike ya kwamba mwanamke anayo nafasi kubwa katika jamii, hasa kwenye upande wa maendeleo, kisiasa na hata kijamii kwa ujumla. Tangu siku ya jana kumekuwepo na taarifa kutoka ndani ya chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kwamba wanawake wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema waliokuwa njiani kuelekea huko mkoani Mara walikamatwa huko Pwani pamoja na maeneo mengine. Na hapa ninazo taarifa ambazo hadi sasa zimetolewa na chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema pamoja na watu mbalimbali kuhusiana na zuio la wanawake wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema au baraza la chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuwekewa zuio na jeshi la polisi kutoweza kushiriki katika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani. Utaniachia pia ujumbe wako hapo chini katika upande wa comment section. Je, unaona uamuzi huu wa jeshi la polisi kuzuia wanawake wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kutoshiriki katika maadhimisho ya siku ya wanawake duniani ni jambo zuri, kufuatia pia sababu za jeshi la polisi kuweka wazi kwamba chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kimezuiwa kufanya siasa kufuatia zuio la mahakama. Takriban masaa 19 yaliyopita chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema walisema kwamba chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinawataarifu wanachama wake na umma kwa ujumla kuwa wanawake wa BAWACHA kutoka mkoa wa kichama wa Kinondoni wamezuiwa na jeshi la polisi katika eneo la Mlandizi na kupelekwa katika kituo cha polisi Mlandizi. Wanawake hao walikuwa katika msafara ulioanza safari leo jioni, ambapo ni siku ya jana, ukielekea Msoma mkoa wa Mara kwa ajili ya kushiriki maadhimisho ya kitaifa siku ya mwanamke duniani yatakayofanyika tarehe 8 Machi 2026. Katika tukio hilo, jeshi la polisi limewazuia madereva wa magari hayo na kuchukua vibali vya safari. Askari pia walifanya upekuzi katika magari ya msafara huo na kuchukua sare za maadhimisho ya wanawake pamoja na vifaa vinavyohusiana na Chadema ikiwemo mabango na fulana. Wanawake hao wa BAWACHA wanaendelea kushikiliwa mpaka usiku huu katika kituo cha polisi Mlandizi. Chadema itaendelea kutoa taarifa kadri zitakavyopatikana. Ni taarifa ambayo ilitolewa majira ya saa 4 za usiku siku ya jana, usiku kwa mkia leo, ambapo chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema walitoa taarifa ya kwanza kabisa kufuatia kushikiliwa kwa wanachama wake. Masaa 17 yaliyofuatia walisema kwamba updates, jeshi la polisi linawatuhumu kwa makosa matatu. Kwanza, linawatuhumu kukaidi katazo la jeshi la polisi lililosomwa na RPC Mara. Pili, kukaidi amri ya mahakama. Tatu, kukutwa na sare za Chadema wakati ambao shughuli za chama zimezuiwa na mahakama. Jeshi hilo limewataka kuandika maelezo kisha kurudi Dar es Salaam. BAWACHA wamekataa kuandika maelezo mpaka mwanasheria wao atakapofika kituoni. Masaa 16 pia yaliyofuatia, chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kilisema kwamba breaking news, usiku huu msafara wa BAWACHA uliotoka mkoa wa Pwani na mkoa wa kichama wa Temeke na kuelekea Msoma mkoa wa Mara katika maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani Machi 8, 2026 umekamatwa na jeshi la polisi eneo la Dakawa mkoa wa Morogoro. Masaa 10 yaliyopita, ambapo ni siku ya leo, wamesema kwamba usiku wa kumkia leo msafara wa BAWACHA uliotoka mkoa wa kichama wa Ubungo na mkoa wa kichama wa Ilala uliokuwa ukielekea Msoma mkoa wa Mara katika maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani Machi 8, 2026 umekamatwa na jeshi la polisi eneo la Gairo mkoa wa Morogoro. Katika hatua nyingine pia, chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kilitoa taarifa na kusema kwamba msafara wa BAWACHA kutoka mkoa wa Kagera uliokuwa ukielekea Msoma kwa ajili ya kushiriki maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani Machi 8, 2026 umezuiwa na jeshi la polisi na majira ya saa 8 usiku. Polisi walizuia msafara huo ukiwa katika mkoa wa Geita eneo la Kasamwa na kuwataka wasiendelee na safari, kisha kuwakamata na kuwapeleka kituo cha polisi Geita. Jumla waliokuwa katika msafara huo ni 51. Taarifa nyingine iliyotolewa masaa 4 yaliyopita walisema kwamba BAWACHA waliokamatwa Mlandizi wakielekea Msoma mkoa wa Mara katika maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani wanatolewa kituo cha polisi Mlandizi na kupelekwa Kibaha. Tunaendelea kufuatilia. Taarifa ya masaa 4 yaliyopita wamesema kwamba mpaka sasa ni magari 8 ya misafara ya BAWACHA iliyokamatwa na jeshi la polisi. Misafara hii yenye jumla ya watu 247 walikuwa wanaelekea Msoma mkoa wa Mara katika maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani. Kanda ya Pwani ni magari 7 na mkoa wa Kagera ni gari 1.
Katika hatua nyingine, Askofu Bagonza ameibuka na kuzungumzia kuhusiana na siku ya mwanamke duniani pamoja na wanawake wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kutoka ndani ya baraza la wanawake kuzuiwa na jeshi la polisi. Bagonza amesema kwamba tarehe 8 mwezi wa 3 ni siku ya wanawake duniani, sio siku ya Chadema. Zuia Chadema, ruhusu wanawake, uanauke hauna itikadi. Aliandika hivyo Askofu Bagonza akitoa maoni yake kuhusiana na sakata la wafuasi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hasa kutoka ndani ya baraza la wanawake kushikiliwa na jeshi la polisi wakielekea katika maadhimisho ya siku ya mwanamke duniani huko mkoani Mara, ambapo Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinaadhimisha siku hiyo huko mkoani Mara. Utaniachia ujumbe wako mfupi hapa chini katika upande wa comment section. Je, kwa maoni yako wewe unaonaje taarifa hizi za kukamatwa kwa wanachama Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema? Maoni yako pia nitasoma na nitajibu hapo chini katika upande wa comment section. Usiache kulike, usiache kushare, lakini pia usiache kusubscribe kama ndio mara yako ya kwanza kututembelea kupitia katika YouTube channel yetu.